Naitwa Tumaini Kweka, ni mkurugenzi msaidizi Ofisi ya Taifa ya Mashtaka, nikishughulika na usimamizi wa kesi. Kama mlivyoona leo ni kwamba upelelezi katika baadhi ya makosa, uchunguzi nasema katika baadhi ya makosa yanayomkabili Lengai na wenzake umeweza kufikia katika kiwango ambacho tunasema ni tamati ya kuweza kuwafikisha mahakamani. Na mkurugenzi wa mashtaka kama mlivyojiona, baada ya kujiridhisha kwamba kweli tuhuma ambazo zilikuwa zikimkabili Lengai pamoja na wenzake kisheria zinatengeneza kosa, na kama mlivyoona sasa hivi, baada ya kujiridhisha hivyo yeye mwenyewe, mkurugenzi wa mashtaka akaamua ya kwamba watu hawa leo wafikishwe mahakamani kwa zile tuhuma ambazo zilikuwa zikichunguzwa dhidi yake. Kama mlivyoona, alikuwa akituhumiwa kuongoza magenge ya kihalifu, vile vile alikuwa akituhumiwa kwa vitendo vya rushwa kama mlivyoona, vile vile kwa kutakatisha fedha haramu ambayo ni matokeo ya kitendo vya rushwa. Lakini vile vile mkurugenzi alijiridhisha kwamba kuna unyang'anyi wa kutumia silaha. Kwa hiyo ndio maana kwa leo mmeona ameweza kumfikisha mahakamani kwa hayo makosa matano. Lakini kwa unyang'anyi wa kutumia silaha mmeona ni makosa mawili aliyatenda katika wakati mmoja, lakini kwa watu tofauti tofauti. Kwa hiyo niwaridhishe kwamba baada ya mkurugenzi kujiridhisha amewafikisha, na kama tuhuma nyingine zitathibitika, basi mkurugenzi wa mashtaka ataamua nyingine. Nawashukuru. Tulisikia taarifa za ubakaji na ulawiti na nini, hizo zikoje mkuu? Hamjaweza kuzibaini mapema? Ndio maana tumewaambia ya kwamba kama zitathibitika kiushahidi, sababu ili uweze kumfikisha mtu mahakamani ni lazima ujiridhishe kiushahidi kwamba mtu huyu, sasa kama hizo tuhuma zitakuwa na ushahidi ndani yake, basi mkurugenzi wa mashtaka naye ataweza kuchukua, lakini kama hazina, basi zitabaki kama tuhuma za kusikia kama ulivyosema. Kuna swala la mtu kupigwa risasi pale AAA na kwingineko, vitu kama hivyo, hilo liko. Zote hizo ni tuhuma, na ushahidi ukipatikana unaohusi, basi mkurugenzi wa mashtaka kama alivyofanya leo atachukua hatua nyingine za kisheria. Labda kuna watuhumiwa wengine ambao wanaendelea kutafuta kuhusiana na mashtaka haya. Naomba katika hilo tuseme kwamba uchunguzi bado unafanyika. Kwa hiyo itakapothibitika kwamba kuna wengine wamehusika kijinai, basi mtaona kama mlivyoona leo kwamba wamefikishwa mbele ya vyombo vya sheria kuja kujibu tuhuma zinazowakabili. Labda ni kitu gani kilipelekea kukaa naye kwa muda mrefu? Maana alifikia tu watu wakaanza kupaza sauti apelekwe mahakamani. Shida ilikuwa nini? Nafikiri kufikishwa mahakamani sio kutokana na kupazwa sauti kwa watu, ni kutokana na uchunguzi kukamilika na mkurugenzi wa mashtaka kujiridhisha kwamba kweli ushahidi uliopo hapa unaeleza tuhuma dhidi ya huyu mtu. Kwa hiyo ule ulikuwa ni uchunguzi. Huwezi kubeba ukampeleka mahakamani wakati huna ushahidi ambao unakusaidia kuweza kumpeleka mahakamani. Na ilikuwaje mheshimiwa kashtakiwa Arusha wakati alikuwa kituo chake cha kazi ni Hai na amekamatiwa Dar es Salaam? Na status yake sasa ipoje, yani sheria? Labda kama mlivyosikia kwamba makosa yamefanyika Arusha, kwa hiyo hayajielezi kwamba wewe ni mkazi wa wapi. Unaweza ukawa ni mkazi wa Arusha, mkazi wa Moshi, ukaenda kufanya makosa. Kwa hiyo ushahidi ulioko na kumfikisha hapa ni makosa yaliyofanyika Arusha ambayo aliyatenda akiwa Arusha. Ya vipi? Yani bado DC bado maki. Nafikiri mlisikia kwamba alisimamishwa. Na ndio status iliyoko mpaka sasa hivi kwamba alisimamishwa. Hatuna taarifa nyingine kama nyie msivyokuwa nazo na sisi tulizokuwa nazo. Kwa hiyo ndio sasa sababu na sisi tulisikia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alisema amemsimamisha. Kwa sisi huko sisi hatupo. Tunachozungumzia ni kwamba leo amefikishwa mahakamani kwa tuhuma zinazomkabili. Kwa hiyo haya ambazo mmezisikia pale. Haya ni mashtaka ya Arusha pekee yake. Je, ikiwa na mikoa mingine anapelekwa huko? Yakithibitika huko alikofanya kama yapo na mkurugenzi wa mashtaka akajiridhisha kiushahidi popote alikofanya, basi kama yapo na ushahidi ukawepo, hatafikishwa huko kunakohusika. Lakini mheshimiwa, kuna video moja ilikuwa inaonekana aliingia kwenye hoteli moja, akaonekana ametumia magari ya DFP, akiwa anaonekana kwenye CCTV camera akiwa na bunduki, na inasemekana alienda kufanya matukio ya kiuhalifu, kwenda kumchukua mtu aliyokuwa amefikia kwenye hoteli fulani. Vielelezo kama hivyo bado nyinyi hamjaona kama vinaweza vikamtia? Nafikiri mmenisikia toka nikizungumza toka awali kwamba mtu anafikishwa mahakamani kuendana na nini? Ushahidi. Sasa kwa hayo unayozungumza, mkurugenzi wa mashtaka hajapata ushahidi mbele yake. Kwa hawezi kwenda kumfikisha mtu kwa kusikia tu tuhuma.
Ni lazima ufanyike upelelezi, afikishwe mbele yake, ajiridhishe, ndio achukue hatua kama alizochukua leo. Mheshimiwa Sabaya mwaka jana mwezi wa 11 alilipa masaa 48 ya kuhamisha akaunti za Werweru River Lodge kupeleka Hai kwa masaa 48. Mpaka sasa hivi nilifanya kama alivyokuwa nataka, lakini mpaka sasa hivi hata sijajua kwa nini. Hiyo ni moja. Wakati huo akawa anadai hotel levy, ambapo yeye hajui kwamba ukiwa unalipa VAT hautakiwi kulipa hotel levy. Unachotakiwa kulipa ni service levy. Mheshimiwa, hicho kitendo, yeye kuelewa kitendo cha namna hiyo kilichochukua sisi wiki 3, nikihudhuria kuanzia asubuhi hadi saa 8 kila siku, bila kujali mteja wake. Na baada ya hapo, Mheshimiwa, tulipomalizana naye vizuri mbele ya ofisi yake na jopo lake, alikuja usiku wa saa 1 ofisini kwa hotelini kwangu. Ile hoteli ni hoteli ya kitalii. Akaingia anatafuta mapato. Aliyomkuta pale alikuwa tu ni manager wa F&B manager. Alipokuwa anauliza anachotaka, yule alishindwa kumjibu kwa sababu sio kazi yake. Alimchukua akaenda kumweka ndani. Alimweka ndani, akamtoa ndani saa 10 alfajiri. Hapo nikamfuata, shida ilikuwa ni nini? Akaniambia, Mheshimiwa, jamani, mimi naongea, mimi mwenzenu naumia. Akaniambia, bwana, nataka shilingi milioni 5. Milioni 5. Mimi nimetumwa na ninafanya kazi ya serikali. Hapo akaniambia, utaamua kuisemaje? Either utasema kwamba ni Makonda style ama ni rushwa unanipa, lakini nahitaji hiyo hela. Mimi ananiambia sasa, mimi na ripoti moja kwa moja. Tukaishia hapo. Mheshimiwa, nikampa shilingi milioni 2. Bado akaendelea kuninyanyasa. Ikabidi nitoke kwa mfanyabiashara mwenzangu, na itabidi nimtaje mfanyabiashara mwenzangu. Nikaenda kwa Patrick Panoni. Nikamuuliza, Patrick, wewe unateseka namna hii? Akaniambia, bwana, usimwambie mtu, wewe mpe tu. Kwa Kichaga aliniambia, kwa Kichaga, lakini nikiliweka hilo neno litakuwa sio zuri sana. Kwa Kichaga aliniambia, nduitondo jimanye kubara ikhzo. Maana ukicheza na mjinga atakupasua jicho. Achana naye, mpe kidogo kidogo, hautakosa kitu chochote. Hizi hela za kuja na kupita. Yeye ndio aliniambia, achana naye. Na kweli nilimpa. Na mara ya pili tena nikampa milioni 2. Na mara ya tatu tena nikampa milioni 2. Na isitoshe huyu mheshimiwa, kibaya zaidi, wala haelewi. Latest mheshimiwa, latest ambao kweli hata sijui hatima ya weekend hii itakuwaje. Amekuja hotelini, amefanya ufujo usiku kucha, anatuma wote, yuko yeye pamoja na bodyguard wake 2, anawatuma, nendeni kamwamsheni. Kamsumbua huyo mteja wetu ambao sisi tumemtafuta kwa muda mrefu sana. Yule mteja ana followers 30,000 na tukamwambia aje ili aweze kulala bure pale hotelini, lakini amemnyanyasa, amemsumbua mpaka ikafikia kwamba bwana, haiwezekani. Tukaenda kumwamsha mpaka ifike asubuhi. Receptionist alinipigia mimi simu saa 10 kunieleza jinsi anavyosumbua pale.
lakini niliwaambia hakuna kumwamsha huyo mtu, baki sisibutu kumtaja hapa. Huyo mtu ni kila mtu anamfahamu hapa, ni star wa hapa Tanzania. Kumpata lale hotelini kwako nao ni shughuli, alafu still it is a market strategy. Lakini amesumbua bila hata ajue kwamba hii hoteli ina CCTV, hajali. Unaona mheshimiwa? Kwa hiyo mheshimiwa, ikawa imebakia shilingi milioni 2. Akanitumia message, akanitumia bodyguard wake, nikaona kulikuwa ni test na hii shilingi milioni 2, wacha nimpe. Imefika 8 hiyo. Hapo mheshimiwa, kanda ya Ziwa kuna michezo mikubwa sana mizuri ya nyoka. Mimi nimetokea maeneo hayo huko, nimeishi kule, lakini ni Mchaga. Nikawa na wachukua wale wachezaji nyoka kuwaleta hotelini kwangu, na walipa, wanafanya maonyesho kwa ajili ya wageni wangu. Mheshimiwa Sabaya amekuja huko, amefukuza kila mtu, amemfukuza yule bwana, hakuna kinachoendelea. Tulikuwa tuingie partnership tufungue Snake Park Moshi. Hapa Snake Park Moshi hakuna. Lakini hadi sasa hivi amemfukuza yule bwana, amekataa hilo zoezi lisiendelee. Kwa hiyo bado anatuzidi kutunyanyasa. Kweli naombeni wafanya biashara, nimelia sana kila mahali. Angalieni, mimi najitolea leo, chochote kitachonipata mjue ni Mheshimiwa Sabaya. Kwa Ole Sabaya, sio kwangu tu, najua na nimeongea, nafikiri ni kwa wafanya biashara wote wa Hai. Huyu bwana anavyotutesa, mimi sidaiwi kitu chochote, hata kama alivyomchukua meneja wangu na kumweka ndani, alivyomtoa nimelipa nini? Baadaye kutaka hela tu. Sasa hivi zimefika milioni 10. Na ukimwachia tu, mimi hapa nimeamua kuongea, kesho kutwa sijui itatokea nini, sijui hatima yangu itakuwa nini, lakini nimeamua nizungumze kwamba tunanyanyaswa tena sana mheshimiwa, sana. Hatuna amani. Mimi nimelipa kodi yangu vizuri sana. Naomba uiangalie Weruweru River Lodge. Kodi yangu ya mwisho nimelipa 145. Kwa hiyo mheshimiwa, tena hiyo bado. Lakini mheshimiwa, naomba, nimeenda kila mahali, lakini huyu mheshimiwa anachodai kwamba yeye anaripoti moja kwa moja juu, na sidhani kama mheshimiwa John Pombe Magufuli anajua kitu kama hichi. Aliniambia yeye anaporipoti ni moja kwa moja kwa mheshimiwa John Pombe Magufuli, lakini sikubali kwamba eti mheshimiwa John Pombe Magufuli anakubaliana na vitendo vya kifisadi namna hiyo. Mheshimiwa, nafikiri kwa hilo tu nimemaliza.